Historia inakwenda kuandikwa siku ya kesho katika uwanja wa ATT Stadium katika mji wa Arlington huko nchini Marekani, ambako tutakwenda kushuhudia mechi ya kwanza, nusu fainali ya kwanza katika mashindano ya kombe la dunia, ambako timu taifa ya Ufaransa watakuwa wakikipiga dhidi ya timu taifa ya Uhispania majira ya saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunakwenda kuangazia itakuwa ni mechi ya aina gani katika upande wa takwimu, lakini pia jinsi gani ambavyo walimu wa timu zote mbili, kwa maana Didier Deschamps kwa upande wa timu taifa ya Ufaransa, lakini pia kwa upande wa Luis de la Fuente, kocha mkuu wa timu taifa ya Uhispania, na kile ambacho wamekuwa nacho, kwa maana safari yao kuanzia kwenye hatua ya makundi 32 bora, 16 bora, robo finali, lakini pia hadi kufika hapa ambako siku ya kesho tutakwenda kushuhudia miongoni mwa mchezo bora kuwahi kutokea katika World Cup ya mwaka huu 2026. Ufaransa hadi hivi sasa imekuwa ni timu ambayo ina ubora mkubwa, magoli 16 wakiwa tayari wamekwisha funga, huku wao wakiwa wameruhusu magoli mawili pekee, kitu ambacho kina confirm jinsi gani ambavyo wamekuwa wana ubora mkubwa katika maeneo muhimu, hasa katika upande wa kimchezo, katika eneo la kushambulia kwa maana kufunga, lakini pia katika upande wa kuzuia, kwa maana wakati timu ikiwa katika mfumo wa defensive wameonekana kuwa na ubora mkubwa. Takribani mechi 5 kwa kuruhusu goli 2. Hii inakuthibitishia kwamba Dayot Upamecano amekuwa na ubora mkubwa katika hilo eneo, sambamba na nyota wengine ambao wamekuwa wakikaa kwenye hilo eneo. Nazungumzia wakina Jules Kounde sambamba na Hernandez, ambao mwalimu Deschamps mara kadhaa amekuwa anawatumia katika hilo eneo. Ubora mkubwa ambao Ufaransa amekuwa nao hasa katika upande wa kushambulia. Namzungumzia Michael Olise, kinara wa utoaji wa pasi za magoli hadi hivi sasa akiwa ana asisti takriban 5, and then una Kylian Mbappe ambaye ni miongoni mwa vinara wa ufungaji hadi hivi sasa akiwa na magoli 8, lakini pia una Desire Doué ambaye ana ubora mkubwa kutokea pembeni sambamba na Ousmane Dembele mwenye magoli 4. Hili ndilo eneo ambalo imekuwa ni ngumu kwa timu pinzani kuweza kulizuia wasifunge magoli ama kutengeneza nafasi, na ndio ubora mkubwa wa timu taifa ya Ufaransa upo katika ile eneo. Jinsi gani ambavyo Luis de la Fuente anaweza akaandaa mpango kazi ambao unaweza kwenda kumzuia timu taifa ya Ufaransa, hapo ndipo ambako watu wengi wamekuwa wana maswali ambayo wanashindwa kuyajibu na kusubiri mchezo wa kesho majira ya saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa upande wa timu taifa ya Uhispania, wao wamekuwa hawazungumzi sana, lakini vitendo ndivyo ambavyo vimekuwa vinadhihirika. Kuanzia kwenye group stage wamekuwa ni timu ambayo hadi hivi sasa wameruhusu goli moja pekee, goli ambalo wameruhusu katika mchezo wao wa hatua ya robo finali, pale ambako walikipiga dhidi ya timu taifa ya Ubelgiji katika majira ama katika wakati ambao watu wengi walikuwa hawajafahamu ubora wao. Hispania ndio timu pekee hadi hivi sasa ambayo imeruhusu magoli machache kunako haya mashindano. Hii inatoa picha gani ama inatoa taswira gani? Wanakwenda kukabiliana na timu ambayo ina safu bora ya kushambulia, na wao pia wakiwa safu bora ya kiulinzi. Pengine tunaweza tukashuhudia mchezo ambao una sanaa mbili kiwanjani, sanaa ya kushambulia lakini pia sanaa ya kiulinzi, na hapa ndipo ambako chachu lakini pia ladha ya mchezo huu unapozidi kuwa tamu katika upande wa aina ya takwimu ambazo timu hizi mbili wamekuwa nazo katika haya mashindano moja kwa moja. Hadi hivi sasa, mtazamaji, timu taifa ya Uhispania imekwisha funga magoli 11 huku wakiwa wameruhusu goli moja pekee, na hii inatoa taswira licha ya kwamba wana ubora mkubwa kwenye upande wa kudefend, lakini pia pale ambako timu inapokuwa katika upande wa offensive wamekuwa wana ubora mkubwa wa kupachika magoli. Mikel Oyarzabal, kinara wa ufungaji kwa timu taifa ya Uhispania, akiwa na magoli 4, lakini pia Mikel Morina ambaye hadi hivi sasa ana magoli 2 ambako yote ameyafunga katika mechi 2 za mwisho pale ambako Hispania alipokuwa anamkabili timu pinzani 1-1. Kwa hiyo ni mchezo ambao tunauangalia kwa uwanda mpana
na kile ambacho kilichopo katika upande wa rankings za FIFA. Uhispania akiwa nafasi ya pili katika rankings za FIFA ulimwenguni, wakati huo timu ya taifa ya Ufaransa wakiwa katika nafasi ya tatu kwenye rankings za FIFA ulimwenguni. Mechi ni saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa ATT Stadium katika mji wa Arlington huko nchini Marekani. Jina langu mimi ni Leopold John, sauti ya mvua. Nikushukuru kwa wewe ambaye umekuwa nami mwanzo mpaka tamati kwa siku ya leo, ambako tumeangazia mashindano makubwa huko ulimwenguni ambako yanaendelea kwa wakati huu moja kwa moja. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi. Kwa sasa niseme tu kwa heri.